Na hatimaye ile vita ya akina mama imetamatika katika dimba hili ambapo JKT Queens alipoteza kwa mabao 3-4 dhidi ya Simba Sports Club. Hapo yasha wewe. Niko na Salama Ngale, mchambuzi nguli. Dada, mambo vipi? Safaje? Shwari. Umeona mchezo kutoka kipindi cha kwanza mpaka cha pili, JKT Queens dhidi ya Simba Queens. Kipindi cha kwanza, hafu ya kwanza, ulikuwa ni mchezo wa namna gani ulivyotazama wewe kama wewe? Ulikuwa mchezo wa mbinu, matumizi ya nguvu, matumizi ya nafasi, kulazimisha timu fulani ifanye makosa. Ndio maana tukashinda magoli 3 yamepatikana kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili ikawa unakuja kurekebisha makosa lakini mwenzako anakufanya kosa lingine. Kwa ilikuwa ni mechi ambayo ina vitu vingi. Ndani ya uwanja pressure ilikuwa ni kubwa sana. Lakini walimu pande zote mbili kwa maana ya Chaguma, Lasigi walifanya kazi nzuri sana, kila mmoja kusoma mchezo na aliyefanikiwa zaidi ndio ambaye ameshinda mchezo. Okay, labda kwa kiachana na mbinu ambazo zimetumika, magoli yaliyopatikana kwa upande wa Simba Queens ni kwa magoli ambayo pengine kwa JKT namaanisha goli la 4. Sidhani kama walitegemea, kama vile walijisahau kwa macho yangu ya nyama. Kwa hiyo unalizungumziaje goli ambalo walipata Simba Queens? Kila mmoja lidhani ni offside, lakini sidhani kama ilikuwa ni offside. Na sasa sidhani haikuwa offside. Hakuwa na controversy yote kwa mbele ni offside, hapana. Ni walidelay na ni kosa ambalo wamelifanya mara kadhaa kwenye mechi ambazo wamecheza, ama katika mchezo huu wamefanya makosa kama hayo, lakini pengine hawakuadhibiwa kwa ukubwa kama ambavyo wamekuwa wamefanya hivyo Vivian Corazon. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati, nadhani ni wakati bora wa Simba kwenye kutumia madhaifu madogo kufanya JKT upoteze mchezo. Okay, labda mwisho, idadi hii kubwa ya magoli takriban 7 kati ya timu zote mbili, kwa hiyo inaleta labda tafsiri gani kifupi? Kwanza sikutegemea kuona magoli 7. Lakini pili, haikuwa rahisi kama ambavyo ilikuwa inaonekana. Hakuna ambaye alitegemea kuona magoli 7 yakipatikana, lakini kutegemea makosa mengi yanafanyika. Hizi timu zimesomana sana, yani wamejuana sana, kiasi ambacho kila mmoja kutumia madhaifu ya mwenzake. Kwa mfano alivyoingia Seda kwa upande wa Simba, JKT alifanya kwamba yule kipa kuna vitu ambavyo anafanya ni makosa, atafanya makosa na atarudia na kwa alipata goli. The same kwa Simba, aliona kwamba wachezaji wao wanaweza kufanya makosa kwa JKT, wanaweza kutumia. Kwa hiyo mimi naamini hapa, yani achana kukamia ile nje ya uwanja, lakini hapa Chaguma afanya kazi kubwa sana, basi afanya kazi kubwa sana. Okay. Mwisho, kama soko muhimu sana kwa jezi namba 8 Mugoni Sumai, mchezaji wa JKT Queens. Kwa hafu ya kwanza alionekana kama vile kuna kauchoyo fulani, lakini kwa hafu ya pili actually alikuwa uchoyo. Ilikuwa ni Simba walimtight kila kona, sababu yule anaweza kucheza pembeni au katikati.